Acha kufanya mambo haya manne nyumbani kwa mtu. Tabia ndogo ndogo zinaweza kufanya watu wakuheshimu sana au wakuchoke kimya kimya bila kukuambia. Watu wengi huharibu imeji yao si kwa sababu ni wabaya, bali kwa sababu hawajui mipaka wanapokuwa nyumbani kwa watu wengine. Ukweli ni kwamba nyumba ya mtu ni sehemu yake ya amani, utulivu na faragha. Na unapokuwa mgeni mahali, namna unavyojiendesha inaweza kufanya watu watamani kukuona tena au waanze kutafuta sababu za kukuepuka. Wapo watu wakifika nyumbani kwa mtu wanasahau kabisa kuwa wao ni wageni. Wanaanza kufanya vitu bila mipaka, bila adabu na bila kujali hisia za mwenye nyumba. Mwanzoni watu wanaweza kukuvumilia kwa sababu ya heshima, lakini ndani yao wanaanza kukuchoka taratibu. Ndiyo maana unatakiwa kujifunza mapema mambo ambayo hupaswi kuyafanya ukiwa nyumbani kwa mtu mwingine. Kabla hatujaendelea, hakikisha una subscribe kwenye channel ya GR Hamasa Wisdom, kwa sababu hapa tunazungumzia ukweli wa maisha na tabia zinazoweza kujenga au kuharibu heshima yako. Moja, usiwe mchunguzi wa maisha ya watu. Hii ni tabia ambayo watu wengi wanaichukia kimya kimya. Unafika nyumbani kwa mtu, halafu unaanza kufungua milango ovyo, kuangalia vitu vya watu, kuuliza maswali ya ndani sana, au kuchunguza kila kona ya nyumba kama askari wa upekuzi. Mbona hiki kiko hivi? Humu mnalajaje? Una mshahara kiasi gani? Huyu ni nani? Mambo mengine hayahitaji kuulizwa. Kuwa mgeni mwenye mipaka na heshima. Watu wanapenda faragha yao iheshimiwe. Na mtu anayeheshimu mipaka ya wengine huonekana mstaarabu na mwenye akili. 2. Usilete tabia za kutaka kujiona mwenye nyumba. Wapo watu wakifika sehemu wanaanza kuamrisha kila kitu. Wanajifanya wao ndio mwenye nyumba, wanaweza kuanza kuamrisha watoto wa mwenye nyumba kupanga vitu upya au kuingilia mfumo wa nyumba kana kwamba wao ndio wanaoishi hapo. Hii huleta usumbufu mkubwa hata kama watu hawasemi waziwazi. Ukifika nyumbani kwa mtu, kaa kwa heshima yako. Usijaribu kutawala mazingira ambayo si yako. Heshima ya mgeni huonekana kwenye utulivu wake, si kwenye kujionyesha. 3. Usiwe mzigo wa kudumu. Kukaribishwa siku moja sio ruhusa ya kukaa bila mipaka. Watu wengine wakipewa nafasi kidogo, wanajisahau kabisa. Hawasaidii chochote, hawajali matumizi ya nyumba, lakini wanataka kuhudumiwa kila kitu. Asubuhi chai tayari, mchana chakula tayari, usiku kila kitu tayari. Na wao hawachangii chochote zaidi ya kula na kulala. Ukiwa nyumbani kwa mtu, jitahidi kuwa mwepesi kusaidia. Onyesha shukrani kwa vitendo, sio maneno tu. Kwa sababu watu hawachoki kusaidia, wanachoka kusaidia watu wasiothamini msaada wanaopewa. 4. Usilete maneno ya kuharibu amani ya nyumba. Hii ndiyo tabia mbaya zaidi. Kuna watu wakifika nyumbani kwa mtu, lazima walete umbea, migogoro au maneno yanaweza kuharibu mahusiano ya watu wa pale ndani. Wanaweza kumsema mtu mmoja kwa mwingine, kuanzisha mashindano au kupandikiza chuki kimya kimya. Mtu wa aina hii huondoka, lakini anaacha nyumba imejaa tension na kutokuaminiana. Usiwe mtu wa kuleta sumu kwenye nyumba za watu. Kama huna jambo la kujenga, bora unyamaze. Mgeni mwenye hekima huacha amani alipofika, sio vurugu. Na sasa sehemu muhimu zaidi. Kuwa na adabu ukiwa nyumbani kwa watu ni ishara ya malezi na akili ya maisha. Heshimu mipaka ya watu, usijione umezoea kupita kiasi, na jifunze kuondoka kabla watu hawajaanza kuchoka na uwezo wako. Kumbuka hili. Watu wanaweza kukuambia moja kwa moja kuwa umezidi, lakini mioyo yao itaongea kimya kimya. Na mara nyingi, heshima ya mtu huonekana zaidi akiwa sehemu ambayo si yake. Ukijifunza kuwa mgeni mwenye heshima, watu watakukaribisha kwa furaha kila unapofika. Lakini ukikosa mipaka, hata tabasamu zao zitaanza kuwa za kulazimisha. Jifunze adabu, jifunze hekima na jifunze kuheshimu nyumba za watu kama unavyotaka yako.